Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza JavaScript. Bado tupo katika kuangalia operators mbalimbali ambazo tupo nazo katika language hii ya JavaScript ambazo tutakwenda kuzitumia kwenye kutengeneza logic mbalimbali, kufanya mahesabu tofauti tofauti. So leo katika video hii tutakwenda kujifunza kuhusiana na bitwise operators. Na bitwise operators tutakwenda kuona jinsi gani ambavyo inatumia binary. Bitwise operators hutumika kuweza kufanya mahesabu kwenye binary numbers. Nikiongelea binary numbers naongelea 0 and 1, true and false. So JavaScript huhesabu kwanza namba kisha inazibadilisha kuwa binary, ndipo inafanya operation. Wacha niweze kukuonyesha aina mbalimbali za bitwise operators na tuweze kuelewana vizuri kwa kupitia mifano ambayo nitakuelewesha katika video hii. Aina ya kwanza ambayo tutaanza nayo ni AND. AND, aina hii ya bitwise operators huweza kutoa moja kama bit zote mbili ni 1. Na maanisha nini? Let's say tupo na variable yetu ya a sawa 5, tunatumia alama hii kuwakilisha hiyo AND bitwise operator. Then tuweke 3 semicolon console.log. Tukipitisha hapa a, unaona imepatikana 1. Hii 1 imetokana na vipi hapa? Vipi ambavyo imepatikana? Wacha tuweze kufahamishana. Nimekwambia hii bitwise operators ina deal na binary number. Kwa hiyo sasa hii 5 unayoiona hapa kwanza inakonvertiwa kwenda katika binary number, na hii 3 inakonvertiwa kwenda katika binary number. Kisha kwa kupitia alama tuliyotumia hapa, bitwise operators tuliyotumia hapa ambao ni AND, inakwenda kucheki. Na ndio maana nikakwambia kwa AND hutoa 1 kama bit zote mbili ni 1. So kwa mfano let's say hapa 5 hii binary number yake ni 0101. Kuna njia za kuconvert kutoka katika decimal number kuja katika binary number. Kama ufahamu unaweza kufuatilia na kujifunza. Lakini pia ukiachilia hiyo 5 ambayo binary number yake ni hiyo, kuna hii ambayo ni 3. 3 ni 0011 ndio binary number yake. Lakini sasa kisha tukaweza kutoa moja. Sasa imetokaje hii moja? Kwa sababu ya hii operators yetu hapa ya AND. Na inafanya kazi vipi? Hapa kwenye 5 si mwanzo imeanzia na moja, na hapa kwenye 3 imeanzia na moja. Maana yake sasa moja and moja, kwa kutumia hii operators ya AND, hapo tunapata 1 pia, tunapata moja. Kwa hiyo hapa itaanza na moja. Then 0 na 1 tunakuja hii ya pili sasa. Ya kwanza tumemaliza nayo 0 na 1. Sasa huku katika hii AND operators ikiwa ni 0 na 1, hapo tunapata 0, hatupati 1. Lakini ikiwa ni 1 na 1 tunapata 1. Lazima iwe 1 na 1 ndio itoe 1. Ikiwa 0 and 1 inatoa 0. Kwa hiyo hapa tunapata 0. Na hii 1 and 0 tunapata pia 0. Na hii 0 and 0 tunapata 0. Kwa hiyo unakuja kukuta baada ya kufanyiwa hizi kubadilishwa kuja katika binary, 5 hii hapa, 3 hii hapa, alafu zikaunganishwa kwa kupitia hii bitwise operators ya AND, tunapata kitu hichi. Sijui tunaelewana hapo? Sasa hii ukiconvert ndio jibu lake ni hii moja kwenda katika decimal number. Unaweza kufanya huko na utaona. So hii ndio logic ambayo ipo nyuma ya hiki kitu ambacho unakiona hapa, na ndio maana huku kwenye console output tumeweza kupata 1. Sasa hiyo ni AND operator ambayo ni aina ya bitwise operators ya kwanza. Lakini pia kuna O, ukiachilia AND, ambayo O inawakilishwa na ile slash iliyonyooka iliyosimama pipe. Kwa hiyo AND huweza kutoa moja kama angalau bit moja ni 1. Tofauti na AND. AND lazima iwe bit zote ni 1 1 ili zitoe 1. Lakini katika O ikiwa bit moja tu ni 1, basi itatolewa 1. Mfano tuondoe hii sign ya AND tuweke O ambayo ni hii. Utaona hapa imedisplay 7. Kwa nini 7? Kwa sababu kwanza inakonvertiwa, hii inabadilishwa kwenda katika binary 5, kisha inabadilishwa hii 3 kwenda katika binary. Nimekuonesha pale binary zao. Mfano angalia, hii ndio 5 binary yake. Wacha nikuandikie hapa 0101. Hii ni binary number ya 5. Ukiconvert kwenda kwenye decimal number unapata 5 hii hapa. Lakini ukija sasa katika hii 3 hapa, 3 tumesema ni 0011. Sasa hii kama itaunganishwa kwa kutumia hii bitwise operators ya O, manake 1 na 1 inatoa 1, 0 na 1 inatoa 1, 1 na 0 inatoa 1, 0 na 0 inatoa 0. Kwa hiyo hapa sasa unakuja kupata 0111. Sasa hii ukiconvert kwenda kwenye decimal unapata 7, na ndio maana huku ikatoka 7. Hiyo ndio logic kubwa ambayo ipo katika hizi bitwise operators, jinsi ambavyo zinafanya kazi hizi aina za bitwise operators. So tungetumia hapa ile AND. AND inahitaji lazima
Kama hapa kuna 1 kwenye namba ya kwanza na hapa iwe 1 ili huku tupate 1. Lakini ikitokea hapa kuna 0, alafu hapa ya pili kuna 1, basi huku tunapata 0 kama tutatumia ile operators ya kwanza ambayo ni ya AND. Lakini tukitumia OR tunapata ikiwa tu moja ni 1 basi inakuwa 1. Haijalishi kama hiyo nyingine itakuwa 0. Natumai utakuwa unanielewa kile ambacho najaribu kukuelezea ili tufahamiane kiundani kuhusiana na hii bitwise operator. So ukiachilia hiyo O, pia kuna hii ambayo ni XOR. XOR sasa inakuwa inatoa moja kama bits mbili ni za tofauti. Na maanisha nini? Hii XOR tunatumia sign hii. Tunatumia symbol hii. Umeona hii imetoa 6. Ukiangalia 5 binary number yetu ni hii. 3 binary number yetu ni hii. Sasa kwa kutumia hii alama ya XOR ambayo ni symbol hii tunayotumia, jibu ambalo tunalipata hapa tumesema hutoa moja kama bits mbili ni tofauti. Angalia sasa. 1 na 1 ni sawa, kwa hiyo hapa inabidi iwe ni 0. Kama 1 na 1 ni sawa, inabidi iwe ni 0 kama tumetumia operators hii, kwa sababu hii inatoa moja, nimekwambia ikiwa bits mbili ni tofauti. Ingekuwa hapa 0, hapa 1 ingetoa 1, lakini hapa 1 na 1 manake zipo sawa, itatoa 0. Hii 0 and 1 zipo tofauti, itatoa 1. 1 and 0 zipo tofauti, itatoa 1. 0 and 0 zipo sawa, itatoa 0. Kwa hiyo hapa hii, na ndio maana ukakuta tumepata 6. Hii ukiconvert kwenda kwenye decimal number unapata 6. Hiyo ndio SOR ama tunasema XOR, bitwise operators. Natumai utakuwa umenielewa. Lakini kuna nyingine ambayo ni NOT. NOT hii inaandikwa hivi. Let's say mfano tupo na hii hapa variable yetu ya A ambayo tuandike NOT sasa hapa. NOT unatumia alama hii hapa, iko wapi? Hapa, then 5. Okay, hii ndio NOT. Unaona tumepata -6. Sasa NOT inafanya kazi vipi? Inabadilisha kila bit. 0 inakuwa 1 na 1 inakuwa 0. Kwa hiyo kwa mfano binary number yetu ni hii ya 5. Kama hapa 1 tutaweka 0. Kama hapa 0 tutaweka 1. Kama hapa 1 tutaweka 0. Kama hapa 0 tutaweka 1. Ukizichukua hizo unakuta unapata, ukiziconvert kwenda kwenye decimal number unakuta unapata -6. Unaweza kujaribu huko na ukaona. Mimi sitoweza kukufundisha leo kuconvert kutoka binary number na kwenda katika decimal ama decimal kwenda katika binary. Hiko ni kipengele tofauti kabisa kihusiani na hiki ambacho tunajifunza. Kwa hiyo kama utahitaji kujua, unaweza ukafuatilia na ukajifunza wewe mwenyewe. So pia kuna left shift, aina nyingine ya bitwise operators, ambao hii sasa inakuwa inasogeza bits kushoto. Kila shift baada ya sign ile ya equal mara 2 inasogeza. Na maanisha nini? Kwanza uandishi wake unakuwa hivi. Let's say tupo na variable yetu hiyo ya A, then tupo na sawa na 5. Tunatumia sasa hizo left shift operators, symbol zake ni hizi, then 1. Nimekwambia hii inavyofanya kazi, inakuwa inasogeza bits kushoto. Kila shift sawa na mara 2. Kwa hiyo ukiangalia hapa tumepata jibu la 10. So 5 imesogezwa mara 2, kwa hiyo tumepata 10. 5 5 10. Mfano tukiweka hapa 10, let's say 10 tunapata 20. Let's say hapa tuweke 5 lakini hapa tuweke let's say 2. Tumepata 20. Natumai utakuwa umepata hiyo concept. Kwa hiyo 5 inakuwa inakonvertiwa kwenda katika binary, na baada ya hapo sasa tunakuwa tunabadilisha, kila bit inasogezwa mara 2. Mfano tunafahamu binary number ya 5 ni hii. I mean decimal number 5 binary number yake ni hii hapa. Sasa hii tukitumia hii left shift tukisogeza unakuta inabadilika. Hii 1 inasogea hapa, then hii 0 inasogea hapa na 1 inasogea huku, inaanza mwanzo. Maana yake tunakuja kupata kitu kama hichi. Acha nikuonyeshe. Tunakuja kupata 1 0 1 0. 1 hii ilisogea hapa. Kama unavyoona sasa hivi imekuja hapa instead ya kukaa huku mwisho. Alafu 1 hii ile kuepo hapa ilisogea pia hapa, ikaja kukaa huku. Kwa unakuta hapa sasa ukiconvert hii kwenda katika decimal number unapata 20. I mean unapata 10 kabla ya kuweza kuweka hii 2, let's say ilikuwa 1. So very simple kama hivyo. Natumai tunaelewana vizuri sana kile ambacho najaribu kuweza kukufahamisha katika hii bitwise operators. Lakini kuna right shift ambayo ni hii. Right shift kinyume tu kidogo ya left shift. Right shift husogeza bits kulia. Kila shift
kugawa mara mbili. Ile kule inazidisha mara mbili, huku inagawa mara mbili, right shift, na ndio maana tumepata 2. Okay? Lakini pia kuna unsigned right shift ambayo inakuwa na hizi 3 alama za greater than 3. Unaona output ambayo tumeipata hapa. Hii unsigned right shift ni kama ile right shift, lakini haibebi sign, inajaza 0. So hizo ni aina mbalimbali za bitwise operators, na nimehitaji kuweza kukufahamisha ili uweze kuzijua, utakapokutana nazo usiweze kushangaa na ukashindwa kuzitambua ni aina gani ya operators. Japokuwa bitwise operators mara nyingi hazitumiki kwenye programming ya kawaida ya web. Kama wewe umebase katika kutengeneza website mbalimbali, web application tofauti, umebase katika web development, hautotumia sana hizi bitwise operators. Pengine hutotumia kabisa. Ila zinatumika sana kwenye wale ambao wanatengeneza game, kwenye issue za speed, performance, tricks na vitu vingine, lakini pia kwenye graphics programming pia inatumika sana hizi operators za bitwise, lakini pia kwenye low level operations kama vile masuala ya encryption na compression pia zinatumika sana hizi bitwise operators. So ningeomba tu uweze kupitia zaidi kuhusiana na bitwise operators, lakini kama nilivyotangulia kusema, kama umebase katika web development hautotumia sana aina hizi za operators, ila ni muhimu kuweza kuzitambua. Na natumai umeweza kupata concept na mwanga japo kidogo kuhusiana na aina hizi za operators. Na sina la ziada hadi kufikia hapa katika video hii. Tukutane video ambayo itafuata, tutakuja kuendelea na aina nyingine operators, na natumai tutajifunza kuhusiana na logical operators. So asante sana, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Usikose video itakayofuata.